majina naitwa Jetruda Lukinisha, natokea Hongwa katika wilaya hii ya Kahama. Naam, Jetruda, leo tumeona umehudhuria semina hii ya ufugaji wa kuku wa kisasa zaidi, si ndio? Pengine labda ni mara yako ya ngapi kuhudhuria semina za namna hii? Mimi kwa kweli ni mara yangu ya kwanza kuhudhuria semina kama hizi. Mara ya kwanza. Na ushe kufuga kuku wa kisasa ama? Sijawahi kabisa. Waga nafuga kuku wa kienyeji wa kawaida. Kuku wa kienyeji wa kawaida. Okay, kwa ndo kawa umevutiwa zaidi kwa ajili ya kufuga kuku hawa wa kisasa. Tulipopata semina kidogo kwa maelezo fulani alikuwa anatufundisha, tukaona nihudhurie hii semina ili nipate undani zaidi. Sawa, nini matarajio yako baada ya semina hii? Baada ya semina hii, matarajio yangu na mimi natakuwa niwe mfugaji bora. Mfugaji bora wa kuku wa kisasa. Kuku wa kisasa Ndio. Pamoja na hao wa kienyeji niwaboreshe, na nimeona jinsi mabanda yanavyotengenezwa, na mimi nianze sasa. Sawa, unawaambiaje wakina mama wale ambao wanauoga, pengine labda wanatamani kufuga kuku wa kisasa zaidi lakini wanaogopa, wanashindwa waanzie wapi? Unawaambiaje? Mimi naambia kwamba ukishaanza tu kuhudhuria semina unapata moyo wa kufanyaje wa kuanza, na utapata masomo mbalimbali ambayo hata ule woga unaisha, unapata ujasiri wa kuanzisha. Wengi wanasema labda vipato, lakini sio sababu sana, ni elimu tu. Ukishapata elimu unaweza kuanza tu. Langu naitwa Dorcas Richard. Ni mkaji wa Kahama hii, mtaa wa Shunu. Na hii nimeona ni semina nzuri kwa sababu kipindi anakuja kutufundisha nilihamasika kuwa na hudhuria katika semina hizi. Hii mara ya kwanza kuja kuhudhuria katika semina hii ya kuku. Kwa hiyo na mimi nikahamasika, nikasema kwamba katika mahudhurio haya ya semina ya ufugaji wa kuku nijihamasishe na mimi niwe mfugaji bora. Matarajio yangu ninatakiwa niwe mfugaji bora, niwe tajiri kupitia kuku hawa. Wakina mama wanaonisikiliza kwa sasa hivi wanatakiwa wao wafugaji bora, wasitegemee kuombaomba kwa wanaume kwamba tunaomba mtusaidie. Inatakiwa tuwe wafugaji ili tuwe tunawasaidia waume zetu. Naitwa Victoria Vincent Soline, jina maarufu Mama Monde. Hii semina yangu ni kwa mara ya kwanza. Okay. Nimejifunza kuna wakati kumbe tunakuwa tunakaa tu nyumbani bila shughuli, kumbe tuna mengi ya kufanya. Isipokuwa kama hujapata somo, unaweza kuona kitu ni kigumu. Zaidi kilichonifurahisha ni ufugaji wa kisasa. Umenifurahisha zaidi. Na ni kitu gani ambacho kimekuhamasisha mpaka uje leo kwenye semina hii ya kufuga kuku? Kwa nini usiende kwenye kufuga ng'ombe wa maziwa na nini? Ni kilichonifurahisha, nahisi mtaji wa kuku ni mrahisi kupatikana. Sio kama kwa ng'ombe. Nahisi kama ukiwa na kianzio kidogo tu na uthubutu wa dhati unaweza ukafanya. Matarajio, natamani kuanza sasa, nifanye uthubutu, kazi kwa vitendo, nianze kufuga. Nadhani atapata nikiwa na shilingi 200,000, 100,000, uthubutu unawezekana. Okay. Sababu na uwezo wa kuanza hata na kuku 10. Sawa. Wasiogope. Hii ni fursa kabisa. Una uwezo wa kuanza hata na kuku 5. Okay. Asante. Kwa majina naitwa Madam Asha Hussein, ni mkurugenzi wa taasisi ya Tanzania Smart Ladies Initiatives. Taasisi hii kama inavyojieleza, kazi yake ni kuinua wanawake katika ngazi ya uchumi, hasa katika sekta ya elimu ya uchumi. Nimekuwa nikitoa semina mara kwa mara, lakini kwa sasa nimeanza kutoa official kwa sababu taasisi yangu imesajiliwa rasmi mwaka jana
na usajili wake ni usajili namba 7447. Na taasisi hii ipo Tanzania nzima. Tumeanza na Kahama, lakini tunalenga kufikia wanawake wengi zaidi. Sawa. Kwa mwaka huu, hii ni semina ya pili baada ya uzinduzi wa taasisi hii tarehe 8 mwezi wa 3. Kwa hiyo hii semina ni semina ya pili, lakini tunatarajia kuendelea zaidi kwa sababu tuko na project ya mradi wa kufundisha wanawake katika sehemu ya ufugaji wa kuku ili kuweza kuboresha, na kauli mbiu yetu ni acha kuishi na kuku, anza kufuga kuku. Lengo ni kuhamasisha wanawake ambao wana ufugaji wa kawaida watoke katika ufugaji wa kawaida waanze kufuga kibiashara zaidi. Mwamko ni upi kwa kina mama? Mwamko ni mkubwa, lakini walikuwa bado hawajapata ni sehemu gani sahihi tukapata maarifa haya. Lakini kutokana na uwezo wangu wa kuweza kuwafikia, kwa sababu nimeweza kujitangaza na nimekuwa nikipata tuseme mialiko katika sehemu mbalimbali. Lakini niwapongeze sana hawa kina mama wa Kisabato kupitia umoja wao, wana utaratibu wa kujifunza kila mwezi. Kwa hiyo baada ya kusikia hivyo nilivutiwa zaidi, ndio nikasema acha nianze nao. Kwa hiyo katika semina hii kupitia wao nimeweza kuwagawa katika makundi mawili. Kundi la kwanza lilikuwa na kina mama 25 na leo kina mama 6. Sawa. Na unaweza kutuambia kwamba ni kitu gani ambacho kilikusukuma zaidi mpaka kuanzisha taasisi yako hii? Msukumo ulionifanya niweze kuanzisha taasisi hii kwa sababu nikiwa kama mwanamke nimekutana na changamoto nyingi sana za uchumi. Nimekutana na tuseme kupanda na kushuka, na pia kutokana na kujifunza. Mimi ni mtu wa kusoma sana. Nimesoma sana vitabu, lakini nimegundua kina mama wengi hawapati elimu kupitia usomaji. Kwa hiyo nimeona nirahisishe kile ninachojifunza basi niwaletee moja kwa moja. Na ninaamini kabisa bila kujifunza hauwezi ukafanikiwa katika chochote. Na kina mama kutokana na majukumu yao na mazingira yetu tunajikuta kufungua kitabu imekuwa ni changamoto kubwa sana. Ndio maana mimi nimeamua kuja na utaratibu huu wa kuendelea kuelimisha kina mama na kuwahamasisha waendelee kujifunza. Sawa. Pengine hii semina yako ndo endelevu au inaishia hapa leo? Hapana. Semina hii tuseme ni project ambayo inasimamia kina mama kwa ajili ya kuendeleza ufugaji wao wa kawaida na kufanya ufugaji uwe wa kisasa zaidi. Kwa hiyo tutaendelea mwaka mzima. Baada ya mafunzo kama ulivyoona tumeweza kuchukua mahudhurio yao na pia tumeandika taarifa zao fupi juu ya ufugaji wao. Manake tutaendelea kuwatembelea na kuwasimamia na kuhakikisha wanasimama, na pia kupitia wao kwa kile ambacho walichokivuna basi tutasaidia tena kina mama wengine. Tunataka mama mmoja aliyefanikiwa kupitia mradi huu basi aweze kusaidia angalau mama mwingine ambaye hajafanikiwa kuniona mimi moja kwa moja, ambaye huenda yupo katika mazingira yake ya kawaida. Kuna wakina mama wapo wengi sana huko mtaani wanatamani kufuga kuku lakini wanashindwa waanzie wapi. Unawaambiaje wakina mama? Mimi nawaambia kina mama waweze kujitokeza kwa wingi. Fursa ipo, na fursa hii si tu kwa wale ambao wako karibu na mimi. Hata yoyote ambaye amepata fursa ya kuangalia kipindi hiki basi ajitahidi awasiliane na mimi ili aweze kupata nafasi ya kupata mafunzo. Na pia nawaambia kina mama huko mtaani, hata wengine ambao tayari wanafuga kuku, waje wajifunze, kwa sababu watajua kama wanafuga kuku au wanaishi na kuku. Na sasa hivi tuko kibiashara, na kama tunavyojua mji wa Kahama sasa hivi unakuwa, uhitaji ni mkubwa, na nani atakayeweza kuziba hilo pengo? Ni kina mama, na kina mama ndio sisi. Watanzania wako wanakutazama sasa hivi, neno lako la mwisho unawaambiaje? Mimi naambia kwamba jamani, tuweze kubadilika kuanzia kwa fikra zetu, tuanze kufikiria mambo kwa utofauti. Njia sasa hivi za kupata kipato ni tofauti, sio kama jinsi ilivyokuwa zamani. Kwa hiyo waweze kuangalia fursa ambazo zinaweza zikawasaidia au zikawaongezea kipato, hali ya kuwa wanafanya kazi, hata wale ambao walioajiriwa, na wale ambao tayari wanafanya shughuli hizi za ufugaji watoke kwenye kufuga kawaida, wafanye kisasa zaidi ili waweze kupata faida. Kama tulivyoona katika ufugaji wa cages, mifumo hiyo ni watu wachache sana ambao wanafanya. Kwa hiyo endapo watabadilika kutoka katika ufugaji wa mazoea wakafuga kisasa zaidi, wanaweza wakapata faida zaidi na wakafurahia ufugaji. Ndio.